Bila shaka wote tunamfahamu Pipi Jojo. Ni msanii ambaye alikuwa kwenye lebo ya Chief Godlove, lakini baadaye akaondoka na kuwa kwenye lebo ya The African Princess. Sasa kuna maswala ambayo yameibuka. Inasemekana kwamba Pipi Jojo anaishi maisha ambayo si ya kistaa, anaishi maisha kawaida sana huko Mabibo, sehemu panaitwa mabanda ya kuku, na sehemu ambako anaishi ni Uswahilini ambako hapendani na brandi yake. Sasa ndugu yetu Maimartha wa Jesse bwana, kuna video aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na kuzungumza kwamba ameenda kutembelea nyumba anayoishi Pipi Jojo Mabibo, banda la kuku, na kukuta hali halisi kwamba nyumba ambayo anaishi si nyumba ya kistaa, ni maisha ambayo ya kawaida sana. Sasa baada ya yote kuendelea na Mai kuzungumza masuala mengi sana, Pipi Jojo akaamua kuja kujibu na kuvunja ukimya na kumjibu ambacho amekichapisha Maimartha kuwa hana sehemu ya kuishi na anajishikiza kwa rafiki yake maeneo Mabibo, na kila akienda nje anavaa nikabu kujificha ili watu wasimtambue. Sasa Pipi Jojo ameandika hivi: mamangu Mai, umenifanya nilie sana jana. Hii ni mara ya pili unanipigia kuniuliza mambo yangu ya uongozi uliopita na kukatia nao, unaona nafika mbali. Mimi ni binti mdogo mwenye ndoto kubwa, Mungu kaniona kwa namna ya pekee sana. Kwa nini unataka maneno? Hivi ni kuuliza, unajua mapato yanapatikana vipi kwenye digital? Why useme yanaenda kwingine? Unajua yanachukua muda gani? Haya, mimi nina muda gani kwa bosi wangu wa sasa? Kwa haya machache alionifanyia unahisi ni hewa, unatafuta makosa kwa nguvu ili umnyime nguvu bosi wangu, utajiumiza. Nikwambie mamangu, kabla hata sijaanza kushuti video nilishapewa nyumba naishi Goba, na acha nikujibu umbea unaoutafuta na hao walokuletea wasiokuwa na kazi. Kipindi nimeachwa na uongozi wangu wa mwanzo hapo Mabibo, ndio rafiki yangu wa siku zote kipenzi aliponihifadhi, sababu sina makazi kwetu Mbeya. Alinipokea na kunipa hifadhi mpaka nilipopata maisha mapya. So siwezi kupazarau, siwezi kuacha kwenda kumsalimia rafiki yangu, siwezi msahau kamwe, alinivusha pakubwa, na siku Mungu akinijalia maisha yangu nitamuondoa hapo. Na kuhusu nikabu na vaa, sababu nimekuwa star. Unataka kila napoenda nionekane, wewe umeniona Mabibo tu na nikabu na vaa hadi napoenda gym. So niache nikuwe kwa amani na furaha na amani. Hayo ndio maneno ambayo ama ujumbe huo Pipi Jojo pia aliweza kuandika kuonesha kwamba amechoshwa na maneno pamoja na taarifa ambazo anadai ni za uongo kuhusu maisha yake, huku pia akisisitiza kwamba amepitia mengi hadi kufikia mafanikio alianayo. Kwa hivyo ambacho Pipi Jojo ameweza kukijibu na kuweza kumlipua Maimartha wa Jesse kwa kile ambacho amekizusha kwamba Pipi Jojo anaishi maisha magumu, anaishi maisha kawaida huko Mabibo, mabanda ya kuku, na kwamba huwa anatembea akiwa amevaa nikabu ili watu wasijue kama anaishi maisha ya kawaida sana. Sasa comment yako ni kuhusiana na story hii hapa kuhusiana na Pipi Jojo dhidi ya Maimartha wa Jesse. Drop comment yako hapo, utakomentisha zaidi. Mimi hapa ni Sam Baby, na kukumbusha pia kusubscribe YouTube channel yetu, kubaki kuendelea kuwa na sisi, lakini pia usisahau kutufollow kule Instagram 69 Media TZ, TikTok na Facebook, tutakuwa tunatisha kinyamwezi zaidi.